Haleluya, haleluya. Heri ni jina la Yesu. Ameni. Haleluya, haleluya. Heri ni jina la Yesu. Ameni. Haleluya, haleluya. Heri ni jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Heri ni jina la Yesu. Kila moja naomba usimame uweponi mwa Mungu. Simama wote katika uwepo wa Mungu. Mahali tuliposimama pamefunikwa na nguvu nyingi za mbinguni. Pamefunikwa na nguvu nyingi za mbinguni. Mahali ulipo, anga ulilomo ndani mwake limejawa na utukufu mkubwa wa Mungu. Upo katikati yetu na upo juu yetu katika siku ya leo. Na siku ya leo sio siku ya kawaida, ni siku ambayo lazima utarajie jambo jipya kufanyika katika maisha yako. Lazima utazamie kukutana na Mungu katika namna ambayo ni ya ajabu, namna ambayo si ya uzoefu tena uliokuwa umeuzoea, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, naomba nikushukuru kwa sababu upo mahali hapa. Na Baba, naomba nikushukuru kwa kumtuma Roho wako Mtakatifu ambaye yupo ametanda kwa nguvu na kwa uweza akihudumia kanisa lako. Ninajua sasa wagonjwa wanapona. Ninajua sasa wenye shida wanafunguliwa. Ninajua sasa Mungu yuko katikati yetu kwa msaada na kwa nguvu za malaika wake aliyokwisha kuwatuma. Yaliyokuwa hayawezekani yanawezekana sasa, yanarahisishwa sasa. Yaliyokuwa hayana majibu yanapata majibu sasa, katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Pokea kwa imani katika jina la Yesu. Pokea kwa imani na Bwana akufanyie katika jina la Yesu. Bwana kutana hitaji lako katika jina la Yesu. Bwana akupe nguvu ya uponyaji katika jina la Yesu, na uwe mzima katika jina la Yesu. Bwana kaondoe huzuni zako na maumivu yako katika jina la Yesu. Bwana kakufanyie wepesi mahali palikuwa hapana wepesi katika jina la Yesu. Bwana kujibu katika tabu yako na katika maswali yako hayana majibu katika jina la Yesu. Baba kuinue, badala ya aibu iwepo heshima katika jina la Yesu Kristo. Badala ya machozi iwepo chemichemi za mito ya furaha moyoni mwako na maishani mwako katika jina la Yesu. Mungu akufanyie nafasi. Mungu akufanyie nafasi. Mungu akufanyie nafasi katika uwepo wake huu katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tunasema asante. Baba, tunakutukuza. Wakati huu ni maalum sana. Mungu ametubariki, tuna watumishi wa Mungu katikati yetu, na mimi sitachelewa. Najua Mungu ametuma watu, kuna kusudi la kimungu. Nikuombe ukiwa katika uwepo huu, rudi pole katika nafasi yako, na halafu kile ambacho Mungu amefanya kikasababisha kaleta watu kutoka mbali, najua atakifanya leo. Naomba katika neema hii na katika uwepo huu, urudi pole katika uwepo huu wa Mungu. Kakae kwenye kiti chako. Neema ya Mungu ni kubwa, iko mahali hapa. Jesus, I thank you. Bwana Yesu, nakushukuru. Bwana Yesu, nakushukuru. I give you praise, Lord. I give you praise. I give you glory, Lord. Unastahili utukufu. Asante Yesu. Amen.
Gilgal Choir, Mungu awabariki sana. God bless you so much. Mungu awabariki sana sana sana. Bwana wetu Yesu asifiwe. Jamani, pigie Yesu makofi na tumshangilie. Yeye ni mwema. Haleluya, 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 haleluya. Asubuhi nilikuwa nafundisha wale waliokuwepo kwenye ibada ya kwanza, nilikuwa nafundisha somo linasema kupambanua mtembeleo wa Mungu. Discerning the visitation of God. Kupambanua mtembeleo wa Mungu. Nikawa nimesema Mungu kwa sifa yake ya kuwa Mungu yupo kila mahali, muda wote. Ni omnipresent, yupo kila mahali. Hata wale wanaokunywa kwenye baa wanakunywa tu kwenye uwepo wa Mungu, kwa sababu Mungu yuko kila mahali, amejaza kila mahali. Hata wazinzi wanazini tu kwenye uwepo. Wanawaona wote, kwa sababu yuko kila mahali. Hata wanaozipiga ngumi mke na mume ndani ya nyumba wanafikiri pastor hata jua, wanapigania kwenye uwepo wa Mungu. Mungu yuko hapo, huwezi pige tu, lakini Mungu anawaona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huwa kuna wakati kunatokea udhihirisho maalum mpaka hata aliyekuwa anasema hakuna Mungu siku hiyo anaweza akasema Mungu yupo. Kuna kuja udhihirisho ambao unasikika na kila mtu anaweza katambua kuna uwepo wa Mungu huko mahali hapa. Hiyo haimaanishi Mungu ndiye amekuja, alikuwepo muda wote, kwa sababu yeye yuko mahali pote muda wote. Ila muda huo amedhihirisha uwepo. Na anapodhihirisha uwepo ndicho tunachoita visitation. Wakati huo Mungu anapofanya visitation, anakuwa kuna jambo anataka kufanya. Anapodhihirisha visitation, anakuwa anataka kumwambia Ibrahimu, toka wewe kwenye nchi ya baba yako uende kwenye nchi nitakayokubariki. Kuna mtu lazima awe macho na awe alert kusikiliza na kuelewa, maana muda huo Mungu anataka kufanya kitu. Anapofanya visitation, utembeleo, amekuja mtu agundue leo Mungu kaja, achinje ndama mzuri laini, Mungu ale, halafu aseme mwakani majira kama haya Isaka tazaliwa. Haleluya. Anapofanya visitation, anakuwa anataka aseme mwaka bikira atachukua mimba na mtoto mwanaume atazaliwa. Huwa kuna kitu kinataka kitokee ukiona visitation. Kwa sababu kwa hali ya kawaida Mungu yupo tu kila mahali, na tunaweza tusigundue yupo, lakini yupo. Ili ukiona udhihirisho ujue kuna jambo muda huo Mungu anataka kufanya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kunakuwa na kusudi, kunakuwa na kusudi, na walio macho wanagusa na wanapata. Wale ambao wanachelewa kupambanua uwepo wanabaki kama walivyokuwa, lakini wale wanaopambanua wanatoka na ushuhuda baada ya hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Mungu amekuwa mwema kwetu. God has been good for us. Rafiki yetu tena, our friends again, mchungaji na askofu Oscar, Pastor and Bishop Oscar kutoka Mbeya, from Mbeya, yuko katikati yetu. He is with us today. Huyu sasa sio mgeni, ni mwenyeji tu. He is no longer a visitor, he is now a part of us here. Hata kija sipo mkaribisheni tu. Wazee wa kanisa umeelewa? Even if we come while I'm not present, we have to welcome him because he's a part of us. Ahudumie kanisa. And we will welcome him and minister for a church. Ni sehemu ya kanisa letu. He is a part of our church. Anatupenda sana. He loves us. Hallelujah. Hallelujah. Ametuletea wageni. He has come with the visitors.
Na kila anapokuja anatutambulisha kwa marafiki wapya. As he do come with the visitors. Na leo amepata wageni wake, lakini akasema hawezi kurudi walikotoka bila kuja Gilgal Mwanza. And today he has come with the visitors and he has said he won't let them go back while he have not came to our church today. Hawa watumishi wa Mungu wanatokea Marekani. Those servants are coming from US. Ni wa Afrika wanaoishi Marekani, wanaofanya kazi ya Mungu Marekani. Africans but who serve in the US. Hallelujah. Hallelujah. Wao asili yao ni Nigeria. They are nature from Nigeria. Lakini wanatumika Marekani. But now they live in the US. Na ni rafiki zake na Askofu Oscar. And they are friends with the Pastor Oscar and the Bishop. Kwa hiyo wamekuja kumtembelea Askofu Oscar Tanzania. They have come to visit Bishop Oscar in Tanzania. Na mjue ni sadaka. Na you know that is a sacrifice. Kwa sababu Bishop Oscar anaishi Mbeya. Know that Bishop Oscar lives in Mbeya. Kupata wageni wake Mbeya halafu akawaleta Gilgal Mwanza, usifikiri sio sadaka. And they welcome his visitor in Mbeya and they bring them in Mwanza. That is a sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Ni rafiki wa kweli. He is a true friend. Asante kwa urafiki wa kweli. Thank you for the true friendship. Asante sana. Thank you so much. Sasa muda huu this time nataka nimkaribishe Askofu Oscar. I wanted to welcome Pastor Oscar. Atakuja na yeye ndiye atakayetuletea wageni alioambatana nao. He will come and he's going to bring his friends who have come with. Na ndiye atakayewatambulisha. And he's going to introduce them to us. Na ndiye atakayewapa madhabahu kwa maana ya kuwakaribisha kuhudumu. He's going to release them for us to minister. Amen. 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 Karibu mtumwa. Jamani, sijasikia vigeregere. Baba Askofu, ni kushukuru sana kwa moyo wa upendo pamoja na mama. Sio rahisi wachungaji wengi kutoa madhabahu zao, lakini hii ninyi mna bahati, mmepata baba. Unajua kuna viongozi wa dini alafu kuna baba. Yeye amevuka kwenye dini, amekuwa baba. Anaweza akampokea mtu wa aina yeyote. Lakini pia mama, tunakushukuru sana kwa kazi kubwa ya kumwombea baba. Sisi tunajua uchungaji ni kazi ngumu kwelikweli. Saa zingine vichwa vinakuja ni kama dishi zimepotea. Lakini ukifika kwa mama mpira unatulia. Alafu mambo yanakwenda. Baada ya kuyasema hayo, kwa sababu ya muda, tuna watumishi wa Mungu kutoka Marekani. Tuna Dr. Michael Omotosho, na ni mwalimu mzuri sana wa chuo cha Biblia. Kwa hiyo nimemleta hapa ili askofu aongee naye, aweke chuo kanda ya Ziwa hapa inayofundisha Kiingereza. Yaani wale Wasukuma ambao wanasema doo tabu, hao wataanza a e i o ya Kiingereza mpaka waongee Kiingereza. Kwa hiyo tumemleta hapa aanzishe chuo, na tuna mwalimu anayetokaga Nigeria anayemtuma. Anakaa miezi mitatu, hajui Kiswahili lakini Kiingereza anafundisha Kiingereza. Kule kanisani watu wanaongea Kiingereza sasa hivi. Tuna wanafunzi ambao mwezi wa 11 watagraduate bachelor, na ni walimu wazuri sana. Sema amina. Jamani, wangapi wanasema Gilgal tuwe na chuo cha kimataifa hapa? Haleluya. Lakini tuna Dr. Dele ambaye ni miongoni pia wa wakufunzi kwenye chuo chetu, ambaye yeye pia ni mwanasheria. Kwa hiyo ni msomi wa hali ya juu. Kwa hiyo nao ni miongoni mwa walimu. Sasa kwa kuwa tunataka tukomboe muda, I want to invite you, my brother Dr. Dele, to speak a short message. Amen. Oh, praise the Lord. Bwana asifiwe. Oh, praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Well, I want to say that it's such a joy to be with you today. Ninayo furaha kuwa na ninyi siku hii ya leo. It's the Lord's Day. Ni siku ya Bwana. Second day of the new month of August. Ni siku 7 za mwezi mpya wa hii ni siku ya mwezi mpya, mwezi wa 8. It's also the second time that I've been in Tanzania. Na hii ni mara yangu ya pili kuwa Tanzania. The first time I'll be in Mwanza. Na hii ni mara ya kwanza kuwepo Mwanza. There's so much to love about Tanzania. Kuna kitu zaidi ambacho nakipenda Tanzania. The first time we came, we went to Mbeya. Siku ya kwanza tulipokuja tulikwenda Mbeya. And right from the airport, right at the airport, tulipokuwa pale uwanja wa ndege, we felt the love of God through the brethren, the pastors who came to welcome us. Tuliona au kuhisi upendo wa Mungu kwa ndugu zetu waliokuja kutupokea uwanja wa ndege. And all of our stay, we saw the people of God who showed the love of God to the people that they are meeting for the first time. Na tulipokuja tuliona watu wa Mungu wakionyesha upendo wa Mungu kwa watu waliokutana nao kwa mara ya kwanza. So I went away to the US to testify about the people that I met for the first time in Tanzania that showed so much love that I remember I told the church we are going back to Tanzania. Na nilipofika Marekani niliwasimulia watu upendo wa watu wa Tanzania waliotuonyesha walipokutana na sisi kwa mara ya kwanza, na tukawaambia tutakuwa tunarudi Tanzania. So I want you to know that it's such a great joy to be with you. Na ninataka ujue kwamba ni furaha sana kuwa na ninyi. On this second trip, my second trip to Tanzania, na hii safari yangu ya pili Tanzania, we have been to Lamadi. Tulikuwa Ramadi. We have come to Mwanza. Na sasa tuko Mwanza. So it's getting bigger. It's not like the first time when we only stayed in Mbeya. It's not like the first time when we only stayed in Mbeya. Sio kwamba ni mara ya kwanza tu tuliokaa kule Mbeya. And we are on our way after today to Morogoro. Kwa hiyo kutoka hapa tutakuwa tunaelekea Morogoro. So I know that when I go back I will have much more testimonies. Kwa hiyo najua nikitoka hapa bado nitakuwa na shuhuda nyingi to give about Tanzania. Kuzungumzia kuhusu Tanzania. But I want you to know that my experience and my encounter with all of the people that we have been to have been positive. Na ninaweza kusikia kwamba ndani ya moyo wangu kwa wale wote niliokutana nao imekuwa baraka. Hallelujah. So I want to share a word with you today. Nataka nikushirikishe neno leo. But before we go into the word of God, I want us to talk to the God of the word. Before we go into the word, let's speak to God of the word. Kabla tujazungumza na neno la Mungu, tuzungumze neno la yule Mungu mwenye ulimwengu wote. Let's bow down our heads in prayer, and we're going to pray the prayer together. Nataka tuombe pamoja. I want you to say with me. Nataka unifuatishe maneno haya. Father, as we come to your word. Baba, tunapokuja kwako. Father, as we come to your word today. Nataka ufuatishe maneno. Baba, tunapokuja kwenye neno lako leo. Teach us your word by the help of your Holy Spirit. Tufundishe neno lako kwa msaada wa Roho Mtakatifu. What we don't know. Kile tusichokifahamu. Teach us. Tufundishe. What we don't have. Kile tusichokuwa nacho. Give us. Utupe. And what we are not. Na kile tusicho. Make us. Tufanye kuwa. For Christ's sake. Kwa sababu ya Kristo. Amen. Amen. And I want you, if you have your Bibles with you, to turn to Genesis chapter 28. Nataka ukiwa na Biblia uende kwenye Mwanzo 28. And we want to see something in Genesis chapter 28 from verse 10 to 19. Mstari 28 verse 10 to 19. 10 to 19. Mstari wa 10 mpaka wa 19. Now, this is probably a story that you are familiar with. Na hii historia unaweza ukawa unaielewa. It's a story about historia kuhusu Yakobo. Story about Jacob. Historia kuhusu Yakobo, the son of Isaac.
ambayo alikuwa mwana wa Isaka. Na kwa sababu pale hapakuwa na nyumba, akachukua jiwe akaliweka pale, akaliweka kuwa kama kitu cha kuchegema kichwani. And so he slept. Kwa hiyo akalala usingizi. And he dreamed. Na akaota ndoto. And what he saw was a ladder that reaches up unto the heavens. Na alichokiona ni mnara uliokuwa unakwenda mbinguni. And set up on the ladder were angels. Mnara kulikuwepo na malaika. The story goes that angels were coming down. Na historia inasema yule malaika alikuwa akishuka chini. Angels were coming down. Na malaika walikuwa wakishuka. And they were also going up. Na pia walikuwa na kwenda juu. Nataka uwaze kuhusu hilo. If you sleep and you have a dream and you saw angels. Na mfano kama umelala na unaona ndoto ambayo unaona malaika. And you see them coming down. Na unaona malaika wakija. And they are going up. Na wanakwenda juu. And then on the top of the ladder you saw the Lord standing. Na juu ya mnara ule unaona Bwana amesimama. He saw an angelic operation. Na aliona kazi ya malaika. Under the supervision of the Lord. Na yule malaika alikuwa anatenda kazi kupitia angels are subject to the commandment of the Lord. Kwa sababu malaika walikuwa chini ya mamlaka ya Bwana. So you can't command an angel to do anything for you that the Lord has not commanded. Huwezi kumwamuru malaika akafanya kitu ambacho Mungu hajaamuru kifanyike. Was an angelic operation. Kwa hiyo alikuwa anaona utendakazi wa yule malaika under the supervision of the one who created them. Na yule malaika alikuwa chini ya uangalizi wa yule aliyewaumba. And they were going down. Na walikuwa nakwenda because the Lord said go down. Kwa sababu walikuwa wanashuka kwa sababu Mungu aliwaambia washuke na kwenda juu. Kwa sababu aliyewaumba alisema nenda juu. All that Jacob was doing was looking at it. Na hayo yote Yakobo alikuwa anaangalia. It was an awesome sight. Na alikuwa ni kitu cha it was an awesome sight. Awesome. Na ilikuwa ni wakati ambao yani kwa Yakobo ilikuwa ni jambo la kupendeza sana. A wonderful sight. Ilikuwa ni maono yalikuwa ya kupendeza. And right in the middle of it the Lord spoke. Na katikati ya maono hayo Mungu akasema. And the Lord said to Jacob. Na Mungu akamwambia Yakobo. He has not woken up yet. He has not woken up yet. Hajafanya kazi bado. And the Lord said, I am the Lord God of Abraham. Akamwambia mimi ni Mungu wa Ibrahimu. Your father. Baba yako. And the God of Isaac. Na Mungu wa Isaka. The land on which you lie. The land on which you lie. Ile nguzo ulioilalia. I will give it to you and your descendants. Nitakupa wewe pamoja na uzao wako. That is a covenant promise. Na hiyo ilikuwa ni agano lenye ahadi. That didn't start with Jacob. Na hiyo ndo habari ya Yakobo. It started all the way back from his grandfather Abraham. Na hii imetoka kwa babu yake Ibrahim. And so when the Lord promised that to Jacob, na Mungu alipoahidi ili kwa Yakobo, Jacob was only receiving the extension of the covenant promise of God Yakobo to his forefather. Anapokea sasa yale maagano ya Mungu inayotoka kwa babu yake. Now, one thing that you need to know is about the faithfulness of God. Na kitu sasa ninachotaka kukuonyesha hapo ni uaminifu wa Mungu. The promise that God made to Abraham, God made it to Abraham when even Jacob was not born. Na hii ahadi ambayo Mungu anaifanya kwa Ibrahim ameifanya hata kabla Yakobo hajazaliwa. God said, Abraham, I will bless you. Na Mungu alimwambia Ibrahim, nitakubariki. And your descendants will also be blessed because I'm blessing you. Na uzao wako utabarikiwa kwa sababu nimekubariki wewe. Now, you will think wewe. that after Abraham is dead, God will change the promise. Hata kama ulikuwa unafikiria Yakobo, Ibrahim amekufa, lakini Mungu hawezi kubadilisha. God is coming to one descendant of Abraham. Kwa hiyo Mungu anakuja kwa uzao wa Ibrahim. And he's repeating the promise. Na anarudia zile baraka. And so God said, he said, behold, I am with you. Anasema tazama niko pamoja nawe. And I will keep you. Na nitakulinda wherever you go. Pamali popote utakapokuwa. And I will bring you back. Na nitakurejesha to this same land. Kwenye ardhi hii. I will not leave you. Sitakuacha. Until I have done
until I have done mpaka nimetimiza what I have spoken to you. yale niliyosema kwako. Now, you need to understand what God is promising Jacob. Nataka uelewe kile ambacho Mungu anamwahidi Yakobo. Is more than a land. Ilikuwa ni zaidi ya ardhi. Now, if you are in a land, maybe you buy it or you inherit it, it doesn't matter, it doesn't mean that God is necessarily there. Unaweza ukawa na ardhi, uende umemilikishwa au umepewa urithi, lakini saa zingine inaweza ikawa isiwe ni ardhi ambayo ni ya muhimu kwa namna hiyo. But it's a wonderful thing that God is telling him, I am giving you this land. Lakini ilikuwa ni jambo zuri sana. Mungu anamwambia Yakobo, sasa mimi nakupa hii ardhi. I am giving you this land to possess. Nakupa hii ardhi ili uimiliki. But more than the land, lakini zaidi ya ardhi, I give you my presence. Ninakupa uwepo wangu. Wherever you go, pahala popote utakapokwenda, I will be with you. Nitakuwa pamoja na wewe. Wherever you go, popote utakapokwenda, I am there with you. Niko pale na wewe. I will keep you. Nitakulinda. I will never leave you. Sitakuacha. In other words, even while Jacob will move from where he had an encounter with the Lord and saw this revelation, ina maana kwamba hata pale ambapo Yakobo alikutana na Mungu mahali pale, because at the end of the day he woke up from his dream. Kwa sababu mwisho wa siku aliamka kwenye usingizi. But when he woke up from his dream, na alipoamka kwenye ile ndoto yake, the land that God promised him, ile ardhi ambayo Mungu alimwahidi, he walked away from it. Aliondoka, akaondoka kwenye ile ardhi. He walked away from it. Akaondoka, akaiacha. He has not started building on that land. Akujenga kitu chochote pale. He has not started living on the land. Akuanza kulima ile ardhi. God said this land is yours. Lakini Mungu alimwambia ardhi hii ni yako. You will come back here and possess it. Lakini utarudi na kupamiliki. But from now on, lakini kuanzia sasa, my presence will go with you. Lakini uwepo wangu utakwenda na wewe. Uwepo wangu utakwenda na wewe. If I were Jacob, kama mimi ningekuwa Yakobo, I have something that is greater than land. Ya maana yake Yakobo alikuwa na kitu kikubwa zaidi ya ardhi ile aliyopewa. Because when you have the presence of God, kwa sababu ukiwa na uwepo wa Mungu, you have everything. Na una kila kitu. I say when you have the presence of God, nasema tena ukiwa na uwepo wa Mungu una you have everything. Una kila kitu. He who has everything without God has nothing. He who has everything, yule aliyeuliza kila kitu, without God, without God, pasipokuwa na Mungu, he has nothing. Yani ukiwa na kila kitu pasipo Mungu hauna kitu. But he who has God, lakini yule aliyekuwa na Mungu, even when he doesn't have anything yet, hata kama hauna kitu, he has everything. Lakini utakuwa na kila kitu. God owns everything. Kwa sababu Mungu anamiliki kila kitu. Nasema Mungu anamiliki kila kitu. He who has kitu. God has everything. Mungu ukiwa na Mungu na kila kitu. God told Jacob, you got me now. Mungu akamwambia Yakobo, nipokee. I am yours. Mimi ni wako. My presence is going wherever you go. Na uwepo wangu unakwenda na wewe. That is the dream. Hiyo ilikuwa ni ndoto. That is the revelation. Hiyo ni maono. Mafunuo. That Jacob saw. Ambayo Yakobo aliona. And so when Jacob woke up, na Yakobo alipoinuka, Jacob woke up and he said, this is not just a land where I only use stone as a pillow. Yakobo alipoamka akasema, hii sio ile nchi au ardhi ambayo nimetumia jiwe kama mto. He said, this is the house of the Lord. Yakobo akagundua kwamba hapana, hili eneo ni nyumba ya Mungu. This is the house of the Lord. Hii ni nyumba ya Mungu. This is Mwanza. Hii ni Mwanza. But I did not know. Lakini sikujua. This is the house of the Lord. Hapa ni nyumba ya Bwana. He came to the conclusion that is the house of the Lord. Alikuja kwenye majumuisho kwamba pale ni nyumba ya Mungu. Because he encountered God. Kwa sababu alikutana na Mungu. When God encounters you where you are, Mungu akikutana na wewe mahali ulipo, it is no more an ordinary place. Sio pale ambapo umekutana na Mungu hapawi eneo la kawaida tu. Where God met you, pale ambapo Mungu amekukuta, where God encountered you, pale ambapo Mungu amekutana na wewe, that is the house of the Lord. Hapo kuna uwepo, hapo ni nyumba ya Mungu. And so the story goes that Jacob woke up. Historia inakwenda Yakobo akainuka. And when he woke up, na alipoamka,
He said this place is no more, and is no more anything else but Bethel. Akasema ili eneo si mahali pengine popote, lakini ili eneo ni Bethsheba. He changed the name of the place. Yeye mwenyewe Betheli akabadilisha lile eneo akaliita Betheli. It's like coming to Mwanza and saying, no, this is no more Mwanza. Yani mfano unakuja Mwanza unasema hii si Mwanza tena. Yeah, they call it Mwanza. Lakini ulikuwa unaijua inaitwa. Everybody knew it by Mwanza. Na hapa watu wote wanajua kama But for me, this is Bethel. Lakini kwangu mimi hapa ni Betheli. What do you mean this is Bethel? Kwa nini inamaanisha Bethel? Because God is here. Kwa sababu Mungu yuko Because I mahali hapa. encounter God here. Mmemwona Mungu. Because God is touching me here. Mungu anakugusa. I saw an awesome sight here. Nimeona uwepo. I saw something I've never seen before here. Nimeona watu ambao And so I want you to know it's no more Mwanza. Nasema sio Mwanza tena. This is Bethel. Ni Betheli. This is the house of the Lord. Hii ni nyumba ya Bwana. The one thing I want you to realize is that where Jacob came to a place that has a spiritual and historical significance, not only for him, but also for his forefathers. Na Yakobo akaja kwenye eneo la historia, sio eneo la historia tu ya kawaida, lakini ilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa na namna tofauti kwa sababu Mungu alikutana naye. Because it was at Bethel. Ilikuwa kwenye mji wa Bethel. That Abraham, his forefather, ni mahali ambapo babu yake Ibrahim built an altar to the Lord. Alijenga madhabahu kwa ajili ya Bwana. In Genesis chapter 12. Mwanzo 12. Ibrahim, the forefather of Jacob, babu yake na Yakobo, he was at Bethel. Kumbe alikuwaga Bethel. That the Lord appeared to Abraham. Na Mungu alikutana naye. He was at Bethel. Alikuwa kwenye mji wa Bethel. That Abraham called upon the name of the Lord. Na hapo ndipo Ibrahim alilitia jina la Bwana. So Bethel has a significance for Jacob. Jacob is just getting to know it. Kwa hiyo Betheli imebeba jambo la tofauti ambalo Yakobo akulijua. And now, na sasa at Bethel, hapo Bethel, Yakobo built an altar to the Lord. Na yeye sasa anajenga and he poured oil on the altar. Na akamimina madhabahu. And so we can say that at Bethel, akasema hapa Bethel, he found the anointing. Nimepata mafuta. Because it was at Bethel that he anointed an altar. He built an altar as a memorial to the Lord. Pale alitia Betheli mafuta, akajenga madhabahu kwa ukumbusho wa Bwana. Listen to me. Nisikie. When you read Genesis chapter 28. Okay, soma Mwanzo 12. Genesis chapter 28. Genesis 28. Ukisoma Mwanzo 28. You will see that it was at Bethel. Utaona kwamba hapo Betheli. That Jacob claimed the provisions. Yakobo alitangaza baraka. It was at Bethel. Alikuwa Betheli. The reconciliation was foreseen. Ambayo mapatano au urejesho ulipatikana. It was at Bethel. Alikuwa hapo Betheli. The covenant was made. Ambayo agano lilifanyika. Bethel was where Jacob rebuilt an altar. Betheli ilifanya Yakobo ajenge madhabahu. Bethel was where God promised Jacob he was going to make him a great nation. Na hapo Betheli Mungu alimwahidi Yakobo kwamba atamfanya kuwa taifa kubwa. It was at Bethel that God promised Jacob that he will make him fruitful and make him to multiply. Na hapo ndipo alimwahidia Yakobo kumfanya kuzaa matunda na kuwa na maongezeko. At Bethel, God told Abraham, kings will come out of your loins. Na hapo ndipo Mungu alipomwambia Yakobo Ibrahimu kwamba uzao utatoka kwenye viuno vyako. And so Bethel was a place of remarkable encounter for Jacob. Ilikuwa ni eneo la alama ya makutano na bila kukata tamaa. Now you will want, if you are Jacob, you will probably say, no, I don't want to go to Morogoro. I want to stay in Mwanza. Now this is where I found God. Therefore, what else do I need? Sasa kama ungekuwa mimi Yakobo, ningesema kwa nini niende Morogoro au nisibaki tu hapa Mwanza kwa sababu kila kitu nimekutana. Bethel seemed like a place that Jacob ought to stay. Na Betheli ilikuwa inaonekana kama ni eneo ambayo Yakobo inatakiwa akae. Listen to me. Nisikilize.
When people see the glory of God, watu wakiona utukufu wa Mungu, they don't want to leave the glory of God. huwa hawataki kuacha utukufu wa It Mungu. happened to the disciples of Jesus. Na hiyo ilitokea kwa wanafunzi wa The Yesu. Lord just took them to the mountain Mungu aliwachukua, au Yesu aliwachukua mlimani, and He showed them just a little bit of His glory. na ageuka kidogo akaonyesha sehemu ya utukufu wake, Just a little bit. yani kidogo tu. And the three of them said, Lord, Na why should we go down to all the trouble? wakasema kwa nini tuende kwenye shida? I don't care about the rest 9 people. Yani walikuwa hawajali kwa watu wengine waliobaki 9. You have brought me, Peter, James and John, to this Mount of Transfiguration, and we have seen the glory of God. Na wakaanza kusema hapa tujenge vibanda vitatu. Let us build three altars here. Wajenge vibanda vitatu hapa. Let us make a place here. Tufanye ili liwe eneo letu. One for you. Moja ni kwako. One for Moses. Mwingine ya Musa. One for Elijah. Na mwingine ya Elijah. I, Peter, James and John will share a room. Na mimi, Petro na Yohana tutatafuta kachumba ketu tukae hapo hapo jirani. We don't want to leave this glory. Hatutaki kuacha mahali. Jesus said no, let's go there. Yesu akasema hapana, turudi tulikotoka. Because when you see the glory of God, Kwa sababu ukiona uwepo wa Mungu, naturally you don't want to leave. yani kwa hali ya kawaida uhitaji kuondoka. And so for Jacob, kwa hiyo kwa Yakobo, where he saw the visions, walipoona maono, the revelations, na mafunuo, the promises, na maahadi, the possessions, na umiliki, you will want to think, why will he leave a place like that? unaweza ukafikiria kwa nini niache kutoka mahali hapa. But there is still more. Lakini nataka nikwambie kwenye huo uwepo kuna zaidi. Because in Genesis chapter 32, kwa sababu Mwanzo 32. Genesis chapter 32. Mwanzo 32. Jacob had a second encounter with the Lord. Yakobo akakutana mara ya pili na Mungu. This was not Bethel. Hii ilikuwa Betheli. This is a place called Peniel. Hii ni sehemu inaitwa Peniel. Peniel means Penuel. Peniel means the face of God. No, Penuel inamaanisha mahali pa Mungu. It was not just the house of God. Sio tu nyumba ya Mungu. It was not just an encounter with God. Sio ni kukutana na Mungu. But at Peniel, kwenye Penueli, God came back to Jacob. Mungu akarudi tena kwa Yakobo. God struggled with Jacob. Akaanza kusumbuana na Yakobo. Because you need to understand, the first encounter there was no struggle. Kwa hiyo wakati wanakutana na Mungu kwa mara ya kwanza kukuwepo na all that Jacob saw were visions. Alichoona Yakobo ni maono. All that Jacob heard was promise. Alichokuwa nacho Yakobo ni ahadi. All that Jacob received were provisions. Alichopokea Yakobo ni zile. And God let Jacob go. Mungu akamwacha Yakobo aondoke. But God knew that more than meeting him in the house of God, na Jacob needed much more. Na Mungu akaona ile kukutana naye tu kwenye nyumba ya Bwana, lakini bado Yakobo kuna vitu vingi zaidi anavihitaji. Let me tell you something. Ngoja nikwambie kitu. There are people who come to the house of God. Kuna watu wanakuja kwenye nyumba ya Bwana. They will see the visions of God. Wataona maono ya Mungu. They will hear the promise of God. Watasikia ahadi za Mungu. But they will go. Lakini wataondoka. And they are not changed. Lakini bado hawajabadilishwa. One thing that puts the promise, the possessions that God said is going to give you in jeopardy is when you have not changed. One thing that puts the promise in danger. Kitu ambacho kinaweka ahadi kwenye hatari. One thing that puts the possessions in danger. Kitu kinachoweka umiliki kwenye hatari. Is when you keep coming to the house of God. Ni pale unapoendelea kuja kwenye nyumba ya Mungu. You keep seeing the visions of God. Unaona maono ya Mungu. You keep hearing the word of God. Unasikia neno la Mungu. And you do not change. Lakini huwezi kubadilika. In other words, you need more than Bethel. You need more than Bethel. Kwa hiyo maana yake unahitaji zaidi ya Betheli. You need a Penuel. Unahitaji Penueli. Penuel was where God changed the name of Jacob. Hapo ndipo Mungu alipobadilisha jina la Yakobo. Because God knew that Jacob need change. Mungu alijua Yakobo anahitaji mabadiliko. Penuel was where God changed the walk of Jacob. Na hapo ndipo Mungu alipobadilisha kutembea kwa Yakobo. When you see Jacob,
alipoona Yakobo anatembea, Jacob that used to stand straight, yule ambaye alikuwa anatembea Jacob that used to walk wherever he wants to alikuwa walk, anaweza kutembea. Jacob knew, God knew that Jacob's walk, Alijua kwamba Jacob's name alijua jina had lake to be changed. alitakiwa There badilike. are some things in the heart of Jacob. Lakini kuna vitu kwenye moyo wa There are Yakobo. some things in the life of Jacob Kuna vitu kwenye maisha ya that Yakobo cannot align with the relationship that he has with God. hayawezi kuendana na yale mahusiano. God had to change you. Mungu lazima God had to akubadilishe. change Jacob. Lazima ambadilishe God had to Yakobo. change us. Anataka Because atubadilishe. he knew that we cannot continue the way we are if we are going to continue to have a relationship with him. Hatuwezi kuendelea jinsi vile tulivyo kuwa na mahusiano na Mungu. And so on this second time, Kwa hiyo hii mara ya pili at Penuel, kwenye ule mji wa Penueli, there was a struggle. pale kulikuwepo na shida. God struggled with Jacob. Mungu hapa wakaanza kusumbuana na Yakobo. Jacob struggled with God. Na Yakobo naye akawa There anapambana are na some Mungu. things that you are struggling with. Kuna vitu unapambana navyo. God says let it go, but you still keep it. Mungu anasema There hivyo are some vitu things that lazima I'm struggling viondoke. with. Lazima viondoke. God says let it go, and you still hold it. Mungu anasema hivyo vitu viondoke, lakini bado unavishikilia. These things, God realizes that you won't let it go without a struggle. Na hivi vitu yani inafikia mahali Mungu anasema lazima hivi vitu havitaondoka paka kuwepo na namna fulani ya kupambana. But because God has determined to bless you, Lakini kwa sababu Mungu amekusudia kukubariki, because he has a covenant with you, na ana agano na wewe, all that he has to remove from you, yale ambayo inatakiwa Mungu aotoe all kwa, that he has to remove from me, ambayo inatakiwa aondoke kwa, he will do all he can to remove it. He will do all he can to remove them. atafanya kila liwezekanalo ili aviondoe. Anything that will hinder you receiving and enjoying the blessings of God, Kila kitu God will kitakachokuzuia remove it. lazima Mungu atakiondoa, But it's not going to be easy. na haitakuwa rahisi. But God came the second time and he knew Mungu that alipokuja mara ya pili, this will be with a fight. hiyo ilikuwa ni yani waligombana, And so God came and he struggled with Jacob. na Mungu akaja akaanza kupambana Now, na you need to Yakobo. know that Jacob has been a struggling man. A Na- struggling man. Na uangalie kwamba Yakobo Jacob struggled with men. alipambana alikuwa anahangaika kama mwanadamu, He even struggled with himself. na alihangaika yeye And mwenyewe, now a struggle with God. na sasa anahangaishana na Mungu. Jacob struggles with Esau. Na aligombana pia na He Esau. struggled with his father Isaac. Aligombana na baba yake Isaka. He struggled with Laban, his father-in-law. Alisumbuana na Labani baba yake. He even struggled with his wives. Na walihangaishana na mke His wake. struggles continue until Jacob struggles with God and God overcame Jacob. Kwa hiyo Yakobo alisumbuana na Mungu mpaka Mungu mwisho aliamua kumshinda Yakobo. I want you to know that you may be struggling with yourself and you may be struggling with anyone around you. But when God comes to struggle with you, it's a struggle that you cannot win. Pengine umekuwa ukisumbuana na watu, umekuwa ukisumbuana kwenye mambo mengi, lakini Mungu akija huwa analeta namna ya kuondoa kwenye hayo masumbufu. And so I realized, kwa hiyo nimekuja kugundua Bethel is an awesome place. Betheli ni mahali pazuri. But more than Bethel, zaidi ya Betheli, we need a Penuel. Tunahitaji Penueli. We need to see the face of God. Tunatakiwa kuona sura ya Mungu. Are you still here with me? Bado uko pamoja? Somebody say, I need to see the face of God. Mwambie jirani yako nataka nione uso wa Mungu. Somebody say, I need to see the face of God. Sema nataka kuona uso wa Mungu. Because you cannot see the face of God and not change. Huwezi kuona uso wa Mungu You kama can come to the house mabadiliko. of God. Listen to the wonderful bishop. Listen to the mama bishop. Listen to everybody. Go back the way you came. Lakini unaweza ukaja kanisani ukamsikiliza bishop, mama bishop, lakini bado ukarudi nyumbani vile vile ulivyoingia. But when you see the face of God, lakini ukiona uso wa Mungu,
you will never remain the same. Uweze kuwa kama ulivyo. The word of God says they look unto him. Yesu anasema yule ajaye kwake. They look unto his face. Aliyekuja kwenye and their faces were made radiant. Na wanasema waliokuja kwake uso wao aliuwekea nuru. And they were not the same. Na hawakubaki kama walivyo. They were not ashamed. Hawakuwa na aibu hiyo. So I want you to know that it was at Penuel. Kwa hiyo nataka ujue pale Penueli. When Jacob saw the face of God. Pale ambapo Yakobo aliona uso wa Mungu. That he proposed to seek God. He proposed to seek God. Ilikuwa wanatakiwa amtafute Mungu. Because at the end of the struggle, kwa sababu mwisho wa mahangaiko, God changed his name from Jacob to Israel. Mungu akabadilisha jina lake kutoka Yakobo na kwenda Israeli. At the end of the struggle, na hiyo ndio ilikuwa mwisho wa masumbuko. God changed his walk. Mungu akabadilisha kutembea. It was more than just physical. Ilikuwa ni zaidi ya ile kimwili. Jacob, who used to walk straight, God broke the bone of his leg, whereby when you see Jacob the next time, you will see Jacob limping. Mungu aliingia kwenye uvungu wa paja lake akalitegua. Yakobo sasa akawa anatembea anachechemea. The whole idea with Jacob is that he will never forget that God struggled with him, changed his name and changed his walk. Kwa hiyo Mungu alitaka kumkumbusha kwamba katika ule ugomvi waliokuwa na Mungu, Mungu amebadilisha jina lake na amebadilisha hatima yake. But listen, this is more than physical. Na this is more than physical. Hii ni zaidi ya kimwili. You know when you have an injury and you have a scar, and that scar, they say, what is this? And you say, oh, I remember I broke my arm, I fall. But so that you don't forget, you carry that scar. Na unajua ukiwa una majeraha au umevunjika na unabaki na ile alama, unajua ile kila wakati wewe unakumbuka kwamba nilipata ajali au nilipata. But what we are talking about is more than skin deep. Lakini hii tunayozungumza ni zaidi ya hiyo ngozi tunayosema. When God changed your walk, Mungu akibadilisha mtembeo wako spiritually, kiroho, He will change your conduct. Atabadilisha hata matendo yako. He will change your heart. Atabadilisha moyo. He will create a new heart in you. Ataweka roho mpya ndani yako. You can't be the same. Hautakuwa. You will realize you can't do what you used to do. Utajua kwamba huwezi kufanya lile ambalo ulikuwa utakiwe kufanya tena. So that is the reason why hiyo ndo maana God has to change our walk. Mungu lazima abadilishe mtembeo. This afternoon God will change your walk. Nasema mchana huu Mungu atabadilisha. He will change your walk. Atabadilisha mtembeo wako. He will change your heart. Atabadilisha you will not just be coming to the house of God. You will not just be coming to a Bethel. You will come to your Penuel like Jacob. God will change your name. God will change your heart. God will change your life. And everyone will see you will know that you have just had an encounter with God. Everyone will see you. Kila mtu atakaye kuona atajua umekutana na Mungu. The one thing that happened to Jacob is one thing that happened to Jacob was that he sought God at Penuel. Praise the name of the Lord. He sought God at Penuel. He seek God at Penuel. Yeah. Kitu ambacho tunaona Jacob naye alikutana na Mungu na kumtafuta Mungu kule Penueli. So this afternoon, kwa hiyo mchana wa leo, I want you to know that you have not just come to the house of God. Nataka mjue kwamba tumekuja kwenye nyumba ya Bwana. You have not just come to Bethel. Hujaja tu Betheli. You have come to Penuel. Umekuja Penueli. God is going to change you. Mungu atakubadilisha. And he will make you to seek God continually. Atakufanya umtafute Mungu kila wakati. I say it will make you to seek God repentantly. Nasema utamtafuta Mungu kila wakati. It will make you to seek God believingly. Na atakufanya kumtafuta Mungu kwa kumwamini. And so tonight, this afternoon, rise up on your feet. Kwa hiyo nataka uinuke kwa miguu yako. Because I want you to call upon the name of the Lord. Kwa sababu nataka nimuite jina. Inawezekana uko kwenye siku nyingine ya Betheli. But now you have come to Penuel. Lakini sasa umekuja Penueli. And you have seen the face of the Lord. Ili ukutane na uso wa Mungu. I want you to say with me, surely. Nataka useme na mimi. The presence of the Lord. Sema uwepo wa Mungu. Is in this place.
Nataka useme kwa nguvu, uwepo wa Mungu uko mahali hapa. I can feel His mighty power. Sema, naisikia nguvu zake. I can feel His grace. Ninasikia uwepo wake. I can hear the rushing of angels' wings. Nasikia mtembeo wa sauti ya upepo. I see glory on each face. Naona utukufu wa uso wake. Surely, hakika, surely, hakika, surely, hakika, the presence of the Lord is in this place. Uwepo wa Bwana uko mahali hapa. So I want you to say with me. Nataka useme na mimi. Lord, sema Bwana, I have not just come to Bethel. Sijaja tu Betheli. I have come to Penuel. Nimekuja Penueli. Oh Lord, oh Bwana, to seek you. I have come to Peniel to see your face. As I seek you this afternoon, you will hear me, oh God. You will change me, oh God. You will deliver me, oh Lord. You will lift me up, oh God. You will lift up the light of your countenance upon me. And I will not be ashamed. Na sitaona aibu. Father, I give you all the praise. Baba, nakupa utukufu. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Asante sana. Thank you so much. Amen. Amen.